Jina langu ni Dr. Elisaria Palanjo. Leo ni siku nyingine ambayo tunaendelea na mfululizo wa uchambuzi wa kitabu chetu ambacho kinaitwa Ishara za Viumbe katika Unabii wa Ndoto. Na leo nitazungumzia kuhusu habari ya chura. Chura ni moja ya kiumbe ambacho kiko ndani ya kitabu, lakini watu wamekuwa wakiniuliza ni nini maana ya kuota unakula chura. Sasa Biblia imemwelezea chura katika vitabu mbalimbali, ikiwepo kitabu cha Kutoka kinamwelezea vyura wakati ambako Musa anafanya operesheni ya kutoa wana wa Israeli au Waisraeli katika nchi ya Misri. Moja ya jambo ambalo lilitumika au baadhi ya viumbe ambavyo vilitumika kwa ajili ya kumwadhibu au kwa ajili ya kuleta mapigo kwa Farao ilikuwa ni vyura. Vyura walijaa ndani ya nyumba ya Farao pamoja na maeneo mengine. Ni kila mahali vyura walijaa. Sasa vyura wanatumika unapomuota chura katika ulimwengu wa ndoto. Chura namba moja anatumika kama sehemu ya adhabu, kufanya mapigo, kuleta mapigo kwa aliyekusudiwa. Lakini pia ukisoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 16 na mstari wa 13, chura anatajwa kama mwenye roho tatu au mwenye roho za uchafu. Sasa basi, unapoota kuhusu habari ya chura katika neno la Mungu au katika Biblia, jinsi ambavyo imetoa maelekezo, inabeba eneo la mapepo, mateso. Unaweza kuona mapepo, mateso, adhabu au mapigo ambayo yameachiliwa kwa mhusika. Kwa hivyo unapoota chura au unakula chura, maana yake kuna roho kamili ambayo inaachiliwa kwa ajili ya. Katika tafsiri za kibibilia, unapoota unakula chura, maana yake unaingiziwa mifumo mibaya kiroho ambayo sio sawasawa, ambayo itakuathiri kwenye mfumo wako wa kimaisha. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 16 na mstari wa 13, inasema nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii. Maana yake roho za uchafu zinaonekana zinatoka katika kinywa cha joka, kinywa cha nabii. Na hii maana yake ni nini? Unapoona kwamba ukiota kwamba unakula chura, maana yake unalishwa roho chafu. Roho chafu zinaingia ndani ya maisha yako ambazo zitaathiri mfumo wa maisha yako ya kiroho.